Mtazamaji wa Bongo 5 Network, hakika ni huzuni kubwa na ni huzuni kuu. Tuko na baba Nelisa ambaye mtoto huyo sasa hivi hatuko naye tena. Tuliona the way ambavyo alikuwa baba yake anamposti kwenye mtandao wa kijamii, huku pia akiwa anajaribu kushare mawazo mbalimbali namna kumsaidia mtoto wake, lakini hatuko naye tena. Pole sana, msiba mkubwa. Asante sana. Okay, labda Watanzania walitaka kufahamu kwamba msiba ulitokea saa ngapi, kwa sababu taarifa tumezipata jana usiku kabisa majira saa 6 saa 5 hivi. Jana mimi na desturi moja, kila asubuhi na jioni naenda kumwangalia Nilsa. Jana mchana nilipata ugeni. Dadangu aliniomba sana, alikuwa busy, Happy Ruta wengi wanamfahamu kwa jina hili. Na nilimpitia mchana majira ya saa 9. Tukaanza safari ili saa 10 tuweze kufika, na ni muda wa wageni kwenda kuangalia wagonjwa. Na tulipofika tulikuwa kwanza tunafurahi njiani, kwa sababu siku kabla, usiku wa jana, kwa usiku wa juzi kuamkia jana, niliota ndoto kwamba kuna siku nitatembea na mwanangu, kwa sababu alipewa zawadi nyingi, akikuwa nguo na nini, tutatoka sehemu tutaenda kukaa na nini. Nikabadilisha yale mawazo kwa mfumo wa AI na kuposti. Na baadaye ndio hivyo, tukaenda na Happy Ruta kuja kumsalimia mchana. Tulipokuja kumsalimia tulikuwa tuna furaha, tukiwa tunaenda kumsalimia mtoto kwa sababu hali yake inaendelea vizuri, yupo wodini. Tulimkuta mtoto pia kachangamka, alikuwa na furaha na nini. Na nikaongea na ndugu wote kupitia video call. Aliongea na bibi yake, aliongea na shangazi yake, aliongea na ndugu wengine ambao waliomba kuonana na Nilsa, japo walikuwa nje ambao walikuwa wamemchangia pia gharama ndogo. Na tulipomaliza kuongea video pale, tukakaa paka muda ukapitiliza. Nikahakikisha paka amenywesha yale maziwa yake, anatumia maziwa ya kopo, yanapitishwa kwenye mrija. Na mimi na desturi moja ya kumshika mtoto mkono, lakini sasa ile hali ilikuwa si ya kawaida. Ana desturi namwekea kidole changu kimoja kwenye mikono yake, anakuwa anakishika na kingangania. Mikono yake ilikuwa baridi sana, lakini alikuwa amechangamka. Labda nilijua ni hali ya kawaida pale, lakini baadaye navyoondoka pia alikuwa Nilsa bado amechangamka, hana shida kabisa. Japo tu alikuwa hawezi kugeuka na nini kwa sababu ya vitu alivyowekewa kwenye jicho moja lileta shida, kwa alikuwa amewekewa kama ili lisiingize bakteria. Kuna kifaa alikiweka pale juu cha kuzuia bakteria. Kwa hiyo alikuwa amechangamka sana, mtoto alikuwa amechangamka sana. Nilivyoondoka tu ile nafika nyumbani, nikapigiwa simu. Nakumbuka nilikuwa tu niko njiani naenda nyumbani, nikapigiwa simu. Hiyo simu bana, ni mama yake Nilsa alikuwa analia. Kwa moja labda nilijua mtoto kuna shida imetokea. Nikaja hospitali moja kwa moja jioni hiyo. Kumbe Nilsa, muda nilivyoondoka mimi, baada ya muda kidogo, baada ya kunywa yale kupewa maziwa, alilala kama watoto wengine. Alilala. Sasa mama Nilsa baadaye akawa anaangalia mbona mtoto haamki. Akaenda kufungua pale, anakuta mtoto tayari. Na mimi nimeondoka, mtoto anachangamka kabisa, yani kabisa yuko amelala anachangamka kabisa. Na ndio hivyo, nilipopewa taarifa mimi mwenyewe sikuamini, ndio nikaenda kuhakikisha. Pole sana. Asante. Okay, na ilikuwa ni muda gani ambapo taarifa hii mbaya inakuja? Saa 1 kuelekea saa 2. Okay. Ndio. So nilikuwa nimepata sana simu za mama Nilsa, lakini zilikuwa nikimpigia hapatikani. Nikikaa kidogo ananipigia, akinipigia haongei. Kwa hiyo nilikuja kupata mawasiliano yake kabisa kwenye saa 2 kuelekea saa 3. Okay. Na muda huo tu hata hajamaliza mimi nikachukua usafiri nikaja moja kwa moja hospitali kuja kuhakikisha. Okay. Ndio. Okay. Naamini watu wengi walikuwa wanakushika mkono kwa upendo. Hata video ya mwisho tuliona uliposti ukiwa uko na dada yetu yule, kama mnaelekea mnakuja hospitali hapa. Labda sasa hivi msiba bado ni mzito, lakini pia pole sana, lakini pia kwa sababu wewe ni kioo cha jamii na watu pia wanakutazama kama mtu ambaye unafanya kazi zako za hapa na pale, masuala ya kupiga picha na video na vitu kama hivyo. Labda kwa taarifa tu ya sasa hivi, msiba upo wapi, lakini pia taratibu zingine zikoje ili kuweza kwenda kumpumzisha mtoto wetu huyo? Kwanza kabla kusema msiba uko wapi, napenda kwanza kuwashukuru Watanzania wote. Mwitikio wao juu ya Nilsa ilikuwa mkubwa sana. Kama mzazi wa Nilsa nasema nawashukuru kwa niaba ya Nilsa. Na kingine nawashukuru pia Watanzania kwa kupaza sauti.
mpaka mtoto yule kwa namna moja au nyingine jamii iliguswa. Jamii iliguswa na akawa anaishi kwa upendo. Unajua Tanzania wengi wameonyesha upendo kwa ule mtoto. Walikuwa wanafuatilia taarifa zake hata akiwa hospitali. Na jambo lingine napenda sasa kushukuru kwa ukubwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Amepambana sana na taasisi ya moyo imepambana sana, kuanzia Mloganzila madaktari walipambana sana kuhakikisha wanasaidia hali ya Nilsa, na alipofika tu hapa Moyo alipokelewa na alianza matibabu usiku huo, na walihakikisha amenyonya maji kichwani na kushona kile kidonda, na baadaye wakataka daktari wa lishe waendelee na progress ya lishe ili kilo litakapomruhusu aende sasa kufanyiwa upasuaji mkubwa kwa ajili ya kubaini tatizo liko wapi. Lakini Moyo wamepambana sana, hospitali ya Moyo ni madaktari wamepambana sana. Yaani Mwenyezi Mungu awabariki. Na tukimaliza hii kesi ya mtoto sasa, kwa kuwa sasa hivi Mwenyezi Mungu kampenda zaidi, Nilsa kwa sasa msiba wake upo Kivule kwa bibi yake. Ambapo msiba utakupo nyumbani kwa bibi yake Kivule siku ya leo, na kesho msiba utakuwepo hapa, ataagwa hapa Muhimbili. Ataagwa hospitali ya Muhimbili majira saa 6 kamili. Ibada itaanza kanisa Katoliki hapa Muhimbili. Na baadaye Nilsa atasafirishwa kwenda wilaya ya Karatu Arusha kwa ajili ya mazishi ambayo atafanyika tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 ambayo ni siku ya Jumatano. Ndio. Kwa ambao labda pengine wameguswa na wanahitaji kufika nyumbani, ni Kivule sehemu gani? Kwa sababu tunajua Kivule pia nayo ni kubwa, kuna frame 10, kuna kwa Suguye, ni Kivule sehemu gani hapo? Ni Kivule njia panda ya Moshiba. Njia panda ya Moshiba ni kabla hujafika Kivule. Kwa hiyo ipo baada ya Kitunda. Ya njia panda ya Moshiba pale wakishuka pale wakiulizia nyumba ya msiba wataelekezwa. Wakiulizia msiba kwa Nilsa ni wapi wataambiwa. Okay. Ndiyo. So labda kwa kumalizia tu, ni momenti gani ambazo hutazisahau kwa mtoto wetu? Nyingi. Kumbeba inatosha. Nimembeba Nilsa, anafurahi, hicho tu. Ni mtoto ambaye hana hatia kwa hali anayopitia, na ni mtoto ambaye anahitaji upendo, hicho tu. Pole sana.